Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamtukuza Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya baraka kabisa. Imempendeza Mungu tena tuweze kuwepo hapa katika kipindi cha kutoka madhabahuni leo. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Tunaliadhimisha jina lake kwa sababu ni jina ambalo limetutoa mbali. Jina la Yesu Kristo limekuwa ni jina pekee katika maisha yetu ambalo siku kwa siku linatuwezesha na kutuinua na kutupeleka hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kabla hatujaenda mbali sana, ningeweza sasa kumshukuru Mungu ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, asante Mungu wetu aliye hai. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya majira haya. Bwana, tunakutukuza kwa ajili ya neema na baraka nyingi. Tunakutukuza kwa ajili ya zawadi ya uhai. Hata sasa Bwana, hatuchukulii kama ni jambo la kawaida, bali tunaona Mungu umetupa nafasi ya kuweza kutimiza yaliyo mapenzi yako. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya mfuatiliaji wetu. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana umewapa neema yako ya kuwepo siku ya leo katika kipindi tena kutoka madhabahuni leo. Baba, nakushukuru na kutukuza kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umetupa tuweze kuliachilia, tuweze kulinena majira haya katika jina la Yesu Kristo. Neno hili Bwana likageuze maisha ya mtu. Neno hili Bwana likaamshe maisha ya mtu katika namna ya utendaji. Neno hili Bwana likaachilie uamsho ndani ya watoto wako, ndani ya wana wa ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba hivi nikiamini, amen. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Tunamtukuza Mungu tena kwa ajili ya uaminifu wake. Mungu ametupendelea tena, kwa kweli tunamtukuza na tunaliadhimisha jina lake. Amen, amen. Naamini kabisa kila mtu mahali hapa anayo amani ya kutosha, kwa sababu Mungu mwenyewe amekuwa ni chanzo cha amani yetu. Haleluya. Yesu anasema amani ni wapayo, si kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani yetu sisi haitokani na vitu vya kawaida, inatokana na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuelekee moja kwa moja katika kipindi chetu hiki kutoka madhabahuni leo, na title yetu ya leo au kichwa cha somo kinasema huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini huduma ya upatanisho? Haleluya. Tukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari kuanzia wa 16 pale, Biblia inaongelea jambo zuri sana pale. Haleluya. Labda nitaweza kusoma kabisa. Ningeweza naomba tuweze kusoma Yohana ile sura ya 3 mstari kuanzia mstari wa 16. Ningeomba tuweze kusoma ili tuweze kupata mwelekeo fulani katika hili somo letu linalosema huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haleluya. Naomba tutuishie kwenye mstari wa 17. Tunaona hapa Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu
kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alipoupenda ulimwengu hakuishia kuupenda tu, alifanya kitu, alimtoa mwanawe wa pekee ili aje kuwa upatanisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo anasema huu mstari wa 17 anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe. Sasa ulimwengu unaokolewaje? Ndio tunaanza kuona chanzo sasa cha huduma hii ya upatanisho, inaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu Biblia inasema kwa mauti yake, kwa mauti yake tumepatanishwa. Kwa maana hiyo Yesu amekuja kwa mauti yake atupatanishe na Baba. Kwa nini atupatanishe na Baba? Maana yake tulikuwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Kwa hiyo tunaona ufunguo mkubwa hapa wa hii huduma ya upatanisho ni kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Sasa kwa nini sisi tunazungumzia habari ya huduma ya upatanisho? Tunajua kwamba Yesu alikuja hapa duniani, alizaliwa. Ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa 4, anasema ilipotimia utimilifu wa wakati, Yesu alizaliwa akakuwa, ili kuja kutimiza sasa kwenye hili lengo la Yohana 3:16. Amen. Ili aje atimize hilo kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo moja ambalo tunaliona Yesu amekuja kufanya hapa, Yesu hakuja kufanya mambo ambayo yamkini labda Yesu hakuja kupatanisha magari, Yesu hakuja kupatanisha nyumba. Yesu alikuja kuwapatanisha watu, wanadamu na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya namna baada ya dhambi kuingia duniani. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza pale utaona baada ya Eva kumsikiliza nyoka, tayari wanadamu sasa, ndipo chanzo cha dhambi kikafanyaje? Kikaingia. Ningeomba tusome ili andiko la Warumi 5 mstari wa 12. Naomba tuunganishe hili andiko hapa tupate kitu fulani cha kutusaidia. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Naomba tusome hapo tupate picha fulani ya kutusaidia. Biblia inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona hapa baada ya anguko tayari mwanadamu akawa mbali na uso wa Mungu, akawa mbali na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa namna ya upendo wake akamtoa mwanaye wa pekee ili awe sadaka. Tuko sawa sawa? Awe sadaka ya upatanisho. Mungu atusaidie sana. Mwanzo tunaona kwenye Agano la Kale walikuwa wanatoa sadaka kwa habari ya upatanisho na nini, lakini ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo, cha Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nirudi kwenye pointi yangu kwamba Yesu alipokuja akaja akafanya kazi yake, muda alipomaliza kusudi akarudi. Lakini si kana kwamba hiyo kazi imeisha, si kana kwamba hiyo huduma aliyokuja kuifanya imefanyaje? Imeisha. Hiyo huduma inaendelea, na hiyo huduma ametuachia sisi ambao tayari sasa tumeshaokoka, tayari tumemwamini yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Labda tu kabla sijaweza kuwaruhusu watumishi wa Mungu wengine kuendelea, niongelee kitu muhimu sana kwenye hili eneo. Ukiona Mungu amewekeza kwenye jambo fulani, maana yake hilo jambo lina maana. Amen. Ukiona Mungu amewekeza kwenye jambo fulani, hilo jambo lina maana mno. Mungu afanyaji uwekezaji kwenye vitu ambavyo havina maana, mpaka anamtoa mwanawe wa pekee. Maana yake ni jambo liko serious mno. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapozungumzia huduma ya upatanisho, maana yake hichi sio kitu kidogo.
kilimwachisha Yesu enzi na mamlaka akaja. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wafilipi pale, nafikiri sura ya 2 pale, anazungumzia kwamba ingawa alikuwa yuna namna ya Mungu, aliona kule kuwa na Mungu si kitu cha kufanyaje, cha kushikamana nacho, akaacha utukufu. Kwa hiyo maana yake ni kitu serious, ni jambo serious. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa tunapozungumzia huduma ya upatanisho, hiki sio kitu kidogo, hili sio jambo dogo, lilimfanya Mungu aitazame dunia. Mungu atusaidie sana. Jambo lolote ambalo Mungu ameelekeza nguvu zake pale, ameelekeza macho yake pale, hilo jambo sio la kawaida, halipaswi kuchukuliwa kawaida. Watu hawapaswi kuchukulia kimazoea. Kwa tunapozungumzia huduma ya upatanisho, hiki ni kitu serious sana. Yesu alipoondoka sika na kwamba imeishia pale. Ndio maana kuja kuangalia kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 28 kuanzia mstari wa 19, bado anasisitiza kwamba nyinyi tayari mmeshaokoka, basi msibweteke, msikae tu, na nyinyi fanyikeni kuwa mwendelezo wa kazi hii ambayo nilikuja kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maana hiyo, baada ya Yesu kuondoka, si kana kwamba kazi ya Mungu huduma ya upatanisho kana kwamba iliishia pale. Hapana, inaendelea. Inaendeleaje? Inaendelea kwa wana wa Mungu ambao tayari wameshaokoka, na wao wanafanyika kuwa sababu ya wengine kumjua Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tuko sawa sawa? Naomba niunganishe na andiko la Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 13 pale, ili niweze sasa kuwapa nafasi watumishi wa Mungu tuweze kuendelea na watumishi wengine. Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 13. Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 3, mtasoma: kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Mstari wa 14, basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 15 anasema, tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Haleluya. Tupo sawa sawa, Sasa hapa inatuthibitishia kwamba bado huduma ya upatanisho inaendelea, bado injili inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay. Tutakuja turudi tena, kuna vipengele fulani ambavyo tutakuja tuviangalie, lakini ngoja kwanza nitoe nafasi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu pale mahali ambapo kipo kipaza sauti. Tuanze pale na Pastor Jennifer aweze kuelekea moja kwa moja kwa ajili ya kile ambacho angetamani leo tusaidiane, atufungue macho mahali ili tuweze kuona zaidi kuhusiana na hii huduma ya upatanisho. Karibu sana Pastor Jennifer. Asante sana baba, na shukuru ndio kwa huduma ya upatanisho ambayo Yesu Kristo alikuja kutuachia sisi. Ndio. Kuna kipengele ambacho umezungumzia baba, umesema ya kwamba huduma ya upatanisho ni kitu serious sana ambacho Mungu aliamua kumtoa mwanae wa pekee ambaye alikuwa peke yake tu, ni mmoja, kwa ajili ya kuja kuokoa watu wengi. Unajua imekuwa ni ngumu sana kwa watu wengine ndio kuweza kutoa hata muda wao, kwa sababu umesema ni jambo serious. Mimi kitu ambacho nitazungumzia ni kwa yule ambaye amepokea neema, alafu wakati ameipokea hiyo neema hajawa serious kwenye hiyo neema kutaka na wengine. Hebu angalia huyu Mungu aliyekuwa na mtoto mmoja tu akamtoa kuwa sadaka ya wengi. Anasema kupitia huyu mmoja watu wengi waokolewe. Kwa sasa tunaanza kuzungumzia maeneo makubwa ambayo mtu anaweza akapokea neema, akapokea hii huduma
akabaki tu amekaa na asichukulie serious. Kwa nini? Inategemeana na jinsi alivyookoka. Aliokokaje? Dharau nyingi zimekuja hapa, mtu anachukulia tu ni kawaida, ni kama vile tu atasafiri, atarudi tena, ataenda, atarudi tena, anajua Mungu ni yule yule tu ambaye nitafanya hivi, nitafanya hivi. Haieleweki. Tukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, anasema huyu mtu akishabadilishwa, akishageuzwa na kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya ni process. Na akishakuwa kiumbe kipya, tayari ile huduma inakuwa ndani yake. Ukiendelea mistari ya huku mwishoni, anasema Yesu alivyomaliza akatuachia hii huduma ya upatanisho ndani yetu. Kwa nje na kumpokea Yesu Kristo, mtu yeyote hana ujasiri wa kwenda kumpa na mwingine kile ambacho kiliachwa na Yesu Kristo, au kuwa na ujasiri wa kutenga muda wake na kuumia kwenda kupatanisha wengine. Ni kweli tunaweza tukawa tumegawanyika, mwingine anaweza kawa ni mhubiri, mwingine ameitwa kwenye biashara, mwingine ameitwa sehemu fulani, kwenye nyanja mbalimbali ambazo mtu ameitiwa. Huduma hii inatakiwa kutenda kazi mahala popote, kwa sababu hata Biblia inasema ya kwamba Mungu alivyomtoa Yesu Kristo akamnunulia watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa, watu wa kila lugha. Kwa ni namna gani mtu aliyeipokea hii huduma anachukulia uzito? Kama Mungu hakuona, Yesu hakuona kuambatana nacho ule utakatifu aliotoka nao, akaacha utukufu, akaacha enzi. Kwa ni namna gani mtu aliyempokea Yesu Kristo kuwa kiumbe kipya, hii huduma iko ndani yake, kuipa thamani. Kwa nini nasema kuipa thamani? Kama Mungu alivyomtoa Yesu Kristo, kuna siku tutadaiwa kile ambacho Yesu alikiacha. Na kumbuka, yeye alienda kurudisha ripoti, akasema wale ulionipa. Ni kama alikuwa anatoa hesabu ya wale aliokabidhiwa, lakini yule mmoja tu. Kumbe sasa hii huduma ya upatanisho, mtu asipokuwa serious, kuna siku moja atadaiwa. Labda niunganishe pointi yako hapo kwenye hii Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Kuna pointi umeizungumzia kwa habari ya kila mtu atatoa hesabu. Yes. Kila mtu atadaiwa. Ndio. Mungu atusaidie sana. Amen. Anasema kwenye Wakorinto sura ya 5 mstari wa 10, anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Tunaweza tukaendelea hapo kama bado una cha kuongezea, mtumishi wa Mungu. Hapa tu mimi nataka tu nikazie kwa ijara. Baba amesoma hapo, amesema kwa ijara, kwa kazi uliyoifanya. Kumbuka ya kwamba kila aliyekuja duniani ana kusudi, na hilo kusudi ndo huduma aliyopewa. Hivyo unajua, kuna watu wanajiuliza, mimi kwa sababu sio mchungaji, kwa sababu mimi sio nabii, mimi sio sijui nani. Kuna huduma uliopewa, ndo kusudi ulilopewa, ndo hicho utakachoenda kutolea hesabu. Amen. Nje na hapo haukwepi chochote. Ni lazima tutoe hesabu kwa kile ambacho tulipewa tuje tukifanya, lakini ni namna gani umekipa muda, kwa sababu hakiwezi kuja kukulipa wakati hujakipa muda. Kama Mungu mwenyewe alitenga akatoa kama sadaka, sadaka ambayo iligharimu. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa kuchukulia uzito, huduma ambayo tulipewa. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Jennifer. Ameweza kuzungumzia kwa namna ya kila mtu anapaswa kuelewa kwamba huduma ya upatanisho ni huduma ambayo inamlenga kila mtu, yaani kila aliyeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine tungesema kila mtu ambaye ana roho ya wanafunzi, kwamba ni mwanafunzi wa Yesu. Amen. Mfuasi wa Yesu anahusika kwenye huduma hii ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna kipengele hapo ningejaribu kukazia kidogo, kwamba kuna mtu anaweza akaona labda kama mimi tayari kusudi langu labda Mungu amenipa mimi ni daktari, mimi ni mwanasheria, ni mkulima,
mfugaji. Sasa mimi inanihusu nini? Mimi sinasimama tu kwenye ukulima wangu. Hii huduma ya upatanisho, kila mtu anapaswa kuwahubiria watu habari za Yesu. Kila mtu anapaswa kutangaza habari njema. Kila aliyemwamini Yesu Kristo anapaswa kutangaza habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaporudi kwenye kila mtu kwenye eneo lake, sasa hiyo ni jambo lingine, lakini kuhusiana na habari njema ya kuambia watu habari za Yesu anayeokoa, anayeponya, kila mtu aliyeamini anapaswa kujua hilo kwamba ni wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia kabla sijamruhusu mtumishi wa Mungu, kuna mahali tulisoma pale kwenye kitabu cha Warumi. Tuliona kwenye kitabu cha Warumi, hiyo Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 13 na kuendelea. Tumesoma kuna vipengele viko hapo, ni vya muhimu sana. Kuna ngazi mbalimbali au kuna vipengele pale wamezungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilitaka niongelee kwa habari ya hii huduma ya upatanisho. Ina ngazi mbalimbali. Kuna huduma ya upatanisho ambayo mtu anaweza akaifanya nyumba kwa nyumba, na pia kuna huduma ya upatanisho mtu anaweza akaandaa mkutano wa Injili. Sasa tumeona hapo anasema watasikieje asipoenda mtu kuwahubiria. Kumbe kuna vipengele pia hapo. Kuna mtu anaweza akaenda pamoja na mhubiri aliyeandaa mkutano wa Injili, yaani yeye akawa sehemu ya yale maandalizi kupitia fedha zake. Mungu atusaidie sana. Bado na yeye atakuwa yupo kwenye huduma ya upatanisho. Kuna huduma pia ya upatanisho, unakuta upo hata kwenye gari, umekaa na abiria mwenzako hapo, unaanza kumuuliza, je, umemwamini Yesu? Je, umempokea Yesu? Kwa hiyo ni vipengele mbalimbali. Kwa hiyo tumekuja kuona hapo kwenye Warumi 10 kuanzia 13 mpaka mstari wa 13 mpaka wa 15, tunaona kuna namna, kuna watu wengine kadiri mtu anavyoenda viwango fulani watahusika kwa namna ya kusupport hii huduma ya upatanisho. Kwa mfano ukifuatilia mfano, kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Reinhard Bonnke. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Afrika. Mungu alimtuma Afrika. Namna alivyokuwa anafanya mikutano yake, na yeye ushuhuda wake inasemekana yeye hakuwahi kuwaza kuhusu hela. Yeye alikuwa anatoa tu ile namna, yani ana ratiba yake kwamba kwa mwaka huu nitafanya mikutano labda mikutano 20. Tayari kuna watu ambao wao walikuwa kazi yao ni kusupport ile huduma ya upatanisho. Mungu atusaidie sana. Kwa hapa nilitamani kufafanusha kidogo ili kuweza kutenga kwenye makundi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ya kwanza kabisa ni mtu kwa mtu, yani jirani yako pale unayefanya naye kazi ofisini, unaweza ukaachilia hiyo huduma ya upatanisho. Unaweza ukamshuhudia habari za Yesu, unaweza ukamshirikisha habari njema za ufalme wa Mungu. Sasa tukaona kwamba kadiri kuna wengine wanaenda viwango, wanaandaa mikutano ya Injili, wanaandaa makongamano. Sasa kuna watu yamkini wanaweza wasifika kwenye hayo makongamano, ila wakafika kwa namna ya kusupport kwa fedha zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kuchelewa nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Theodora. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Naamini unalo jambo zuri, naamini una kitu cha kutujenga kwa habari ya huduma ya upatanisho. Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Theodora. Amen. Asante sana. Tunapozungumzia huduma ya upatanisho, tunazungumzia suala zima la kazi ya msalaba. Ndio. Sasa tunapozungumzia suala la kazi ya msalaba, tunaona kabisa ili mgharimu Mungu kumuumba mwanadamu, kwa sababu anasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Kwa hiyo tunaona Mungu wakati ameumba wanyama na kila kitu, gharama ilikuja kwenye kumuumba mwanadamu. Kwa hiyo Mungu pamoja na kuwa mwanadamu, baada ya anguko pale Eden, Mungu hakutaka mwanadamu apotee. Kwa sababu tukumbuke ya kwamba mwanadamu alihukumiwa. Alihukumiwa. Hata mtu ambaye hajamwamini Yesu yupo kwenye ghadhabu, yani anatembea ila amehukumiwa.
Kwa hiyo sasa tunaona tunapozungumzia huduma ya upatanisho tunarudi kwenye agizo la Mungu kwenye Marko 16 pale ukianzia mstari wa 15 anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo manake hilo ni jukumu alilopewa kila mtu. Ndio. Yaani kila mtu amepewa hilo jukumu. Ila ni kwa yule aliyeamini. Ndio. Kwa sababu yule aliyeamini atakuwa sababu ya kumfanya ambaye hajaamini aamini kupitia yeye. Kwa sababu tumeona hapo kwenye Warumi 10 hapo anasema wataaminije wasipohubiriwa. Kwa hiyo kumbe anahitajika mtu. Anahitajika mtu. Ndio. Kwa hiyo tunaona kwamba hii huduma ya upatanisho na pia tukiangalia nilisema tunapozungumzia swala zima la kazi ya msalaba. Ndio. Tukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 anasema hapana wokovu katika mwingine awaye yote. Wala hapana jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Kwa hiyo kumbe Mungu aliandaa mpango wa kumleta Yesu Kristo kuwa mpatanishi ili aje atupatanishe. Mungu hakufurahia kule kupotea kwetu. Ndio maana kwenye mstari kwenye hiyo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Maana yake tulipotea, lakini sasa endapo tutamwamini Yesu Kristo ambaye ndiyo kazi ya msalaba, maana yake tunaondoka kwenye kule kupotea. Maana yake tunakuwa salama baada ya kuwa hatui katika kupotea tena, bali tunarudishwa kundini, tunarudishwa zizini. Tunamrudia tena Mungu muumba wetu. Haleluya. Kwa hiyo huduma ya upatanishi ni jukumu la kila mtu. Tena hilo jukumu mtu anatakiwa kufanya kwa bidii. Kama mtumishi wa Mungu alivyotoka kusema, inatakiwa mtu afanye kwa bidii zote. Kwa sababu imesema kwenye Yeremia 10:48 anasema amelaaniwa mtu afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kwa hiyo nakumbuka baba alisema kwamba jambo lolote la kiungu ukiona limezingatiwa sana, limetiliwa mkazo, ujue kuna namna, kuna focus hapo. Yaani Mungu awekezaji, afanyaji uwekezaji mahali ambapo, yaani ukiona Mungu ameelekeza nguvu yake, ukiona hata Mungu amekwambia nenda mahali, ukiona Mungu amekutuma sehemu, maana yake mbingu hazifanyi mchezo. Mbingu zimeamua. Yaani Mungu afanyi vitu vya kitoto. Mungu yaani hawezi kumtoa mwanae wa pekee alafu ikawa bure. Haleluya. Kwa hiyo kama ilimgharimu Mungu kumtoa mwanae wa pekee, ndio maana tukisoma kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 9 anasema maana Mungu hakawi kuitimiza ahadi yake. Hiyo ahadi ndio Yesu Kristo. Sasa amen. Anasema kwa maana Mungu hapendi mtu yote apotee, bali wote waifikirie toba. Yes. Sasa toba ili imfikie mtu mwingine inamhitaji mtu ambaye ameamini. Maana yake anaenda kumueleza habari njema. Anaenda kumtoa kwenye zile habari mbaya za hofu. Unajua mwenye dhambi hana la. Yaani mwenye dhambi ni mtu aliyejaa hofu na mashaka. Ndio maana hata akiumwa, kwa mfano mimi zamani nilikuwa nikiumwa, yaani ninachokiweka kwenye ufahamu wangu, najua nikiumwa lazima nife. Umeona? Sasa maana yake unaona Yesu anasema yeye ni njia, kweli na uzima. Ndio. Kwa hiyo maana yake mtu aliyemwamini Yesu tayari hana zile hofu za ajabu ajabu, kwa sababu ana uhakika. Yes. Kwa sababu neno la Mungu linasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kumbe tunarudishiwa tena uhai. Tukumbuke kwamba anasema mwanadamu wa kwanza Adamu alipotenda dhambi, hii dhambi ikawapata watu wote, mauti ikawa kwa watu wote. Maana yake wakatengana na Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nataka nizungumze leo, mtu ambaye tayari amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndio analo jukumu la kumpatanisha na mwingine, kumwambia kwamba Bwana, mahali ulipo
sio mahala sahihi. Amuonyeshe njia, kwa sababu anasema Yesu ni njia, kweli na uzima. Maana yake hakuna njia nyingi, lakini sio njia zote ni njia za uzima, nyingine ni njia za upotovu. Kwa hiyo maana yake huyu mtu anamshirikisha mwenzie habari njema, kwa sababu tukiangalia kama Mungu mwenyewe ameahidi kwamba hataki mtu yeyote apotee. Kumbe kama mwanadamu wa kwanza Adamu aliwapoteza watu wote, kumbe na Mungu anataka wote waokolewe. Anataka wote. Kwa hiyo sasa, ili wafikiwe, sisi ambao tumepata neema, mimi, wewe, yule na yule na yule, tunapaswa kuwa ambassadors. Yes. Tunapaswa kuwa mabarozi. Amen. Ili tuenee, kwa sababu amesema hataki hata mtu mmoja apotee. Kwa hiyo kumbe tukifanya kazi kwa ulegevu, sisi tutakuwa sababu ya watu kupotea. Sawa. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kabla sijatoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Theodora, kuna kitu hapa ameongelea, nataka niunge hii pointi mkono. Kuna mahali fulani kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 5 pale anasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa pointi yangu iko hapo kwamba hii nuru inayozungumzwa ni elimu ya Mungu. Sasa elimu haiwezi kuenea kama hamna waenezaji. Tayari ambaye tayari amepata elimu ya Mungu lazima aende mahali. Kwa hiyo maana yake injili ni elimu ya Mungu. Haleluya. Kwenda kuwafikishia watu waangaziwe. Yaani anaposema nuru hazungumzii hizi balbu za Kichina. Anaongelea habari ya nuru ya elimu ya nani? Na nitaunganisha ile andiko na ile wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Naomba tusome hapo watumishi wa Mungu. Wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Anasema hivi, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu aliyeamini tayari anayo hiyo nuru. Sasa hii nuru ni nini? Ni elimu. Kwa hiyo na yeye ili dunia nzima ifikiwa na hiyo elimu au hiyo nuru, lazima wawepo watu walioibeba hiyo elimu ya Mungu kama nuru. Alafu wanapoenda kuzungumza na mtu, tayari huyo mtu akifikiwa na hilo neno, akiingia, unajua neno la Mungu mtu anapolisikia huwa limebeba roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 wakati nyoka anaongea na Eva au Hawa, nyuma ya yale maneno kulikuwa kuna roho. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuongea naye tu akaingiwa na roho nyingine ya uasi. Si kama unanielewa? Kwa hiyo hata wewe mwana wa Mungu uliyeokoka, unapoanza kuhubiri au unapoanza kumshuhudia mtu habari za Yesu, lile neno la Mungu ndani yako limebeba roho. Kwa hiyo usifikiri kwamba nitamwacha huyo mtu hivyo, hata kama siku hiyo labda hataokoka, ila ni mbegu umeipanda, kila siku itaendelea kumsumbua. Mungu asaidie sana. Kuna siku hiyo mbegu itaota. Ndio maana kuna mahali anasema wengine walitaabikia, wengine wamefanyaje? Hawakutaabikia. Yaani kuna watu unakuta wao wanashuhudia au wanapanda mbegu ya neno, alafu unakuta labda siku hiyo mtu hawezi, anasema labda siku nyingine, kumbe tayari mbegu ya neno ilishapandwa. Alafu anapita siku nyingine, mtumishi mwingine anasema niko tayari kuokoka, niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, kwa sababu kuna mbegu ilipandwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hiyo mbegu ya neno la Mungu maana yake ilikuwa ni nuru, ni elimu fulani, ameangaziwa huyu mtu. Praise the Lord. Kwa hiyo sasa tunapofika mahala fulani tukielewa, tukiangaziwa, hatupasi kunyamaza, kwa sababu hiyo nuru haitaenea. Mungu atusaidie sana. Na ukumbuke kwamba Yesu ametuachia hii kazi, sisi ndo tuiendeleze. Yaani ndo urithi tulioupewa sasa. Tumepokea urithi. Haleluya. Ni hatari sana baba wa familia akiondoka ameacha urithi, alafu watoto hawakuwajibika, ule urithi aliowaachia unafia pale. Ni hatari sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya.
na unakuta tayari baba aliwafundisha watoto, alafu ghafla wamebweteka, ule urithi aliowaachia umepukutika. Tunapaswa kujua kwamba tumeachiwa urithi, mapenzi ya Mungu, ili watu wote, neema hii wafikirie wanadamu wote, nuru hii wafikirie wanadamu wote. Itawafikiriaje wote? Namna ya kila mtu aliye na hiyo nuru, hiyo elimu ya Mungu, anaweza kwenda kuifikisha kwa mtu mwingine, na huyo mtu anaangaziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, amen. Kwa nini nitamani tu kuunga mkono hapo, labda nimalizia na andiko la Isaya 52 mstari wa 7 kabla sijaenda upande wa watumishi wa Mungu hapa. Anasema hivi, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambie Sayuni, Mungu wako anamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Aletaye habari njema, habari za amani. Kumbe Yesu Kristo ni amani. Watu wakimwamini, wakimpokea, tayari wanapatanishwa. Unajua, kama mama alivyosema hapa, Pastor Theodora alivyosema kwamba mwenye dhambi hana raha. Yaani muda wote mtu mwenye dhambi ana mahangaiko. Kuna hukumu inaendelea ndani. Sasa ili hiyo hukumu itoke, lazima awepo mtu apelekae habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, mtu akiokoka, kama Biblia inasema mpaka malaika wanafurahi. Manake sio jambo dogo kwenye ufalme wa Mungu, sio kitu cha kawaida kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niweze kuhamia hapa upande wa mtumishi wa Mungu hapa, ili tuweze kuelekea upande wa Pastor Rosemary hapa. Naamini kabisa ana kitu cha kutujenga kwa habari ya huduma ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibu sana Pastor Rosemary. Amina baba. Amen. Asante sana. Ndio. Mimi nitaongelea huduma ya upatanisho kwamba ni lazima iwe ni kwa kila mtu. Maana yake yoyote yule ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapaswa atoke aenda kuwahubiria wengine. Watu wengi wapo mitaani, hawaelewi chochote, hawamjui Yesu ni nani, hawajui nini maana ya kuokoka. Kwa hiyo wewe tayari ambao umeshapata nuru, unapaswa utoke uende kuwahubiria wengine. Na nitaambatanisha na andiko Mathayo sura 28 kuanzia mstari wa 19, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 20 anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo naona kabisa unapoenda kuwahubiria wengine, unapaswa na neno la Mungu, wafundishe neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linaweza kumbadilisha mtu. Kwa bila neno la Mungu haliwezi kumtoa mtu. Maneno matupa hayawezi kumtoa mtu. Wewe utabaki tu nalalamika, mbona yule nimemshuhudia, nimemwambia Yesu Kristo anakupenda, lakini bado hujatoa neno la Mungu. Neno la Mungu anasema kwa mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa usipokuwa na neno la Mungu, huyo usipomfundisha neno la Mungu, huyo mtu hawezi kutoka, ataendelea tu kuteseka. Mara leo ameokoka, kesho ameanguka. Yaani itakuwa ndo mchezo. Unapaswa uwe na neno la Mungu, ndo linaweza kumtoa mtu na kuwa kiumbe kipya. Amen. Amen. Haleluya. Tumemsikia mtumishi wa Mungu hapa Pastor Rose amezungumzia kwa habari ya namna ya kwenda, lakini wakati amesoma hilo andiko, mimi nikadaka pointi fulani. Yesu anasema niko pamoja nanyi hata ukamilifu. Maana yake kazi inaendelea. Ni kweli Yesu kimwili hatumuoni, lakini kiroho yuko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Nimekwambia Mungu hawezi kuwekeza sehemu ambayo sio ya maana. Yaani ukiona Mungu anakuambia hapa yuko pamoja na wewe, maana yake kazi bado inapaswa kufanyika mpaka anaporudi. Haleluya. Amen. Kuna maana anasema fanyeni biashara mpaka ni japo. Yes. Kwa hiyo maana yake hata masuala ya kushuhudia ni swala la biashara.
Tuko sawa sawa? Amen. Masuala ya watu kuokoka ni swala la nini? Biashara. Kwa maana gani? Maana yake kila mtu amepewa kitu, anapaswa kuzalisha. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo sasa nimedaka point hapo kwamba kama anasema niko pamoja nani hata ukamilifu wa dahari, maana yake ni jambo endelevu, hatupaswi kuliacha. Hiki ni kitu ambacho tunapaswa kila itwapo leo. Unajua wana wa Mungu, watu wengi hawajui kwamba kuna siku kuna kupewa taji. Amen. Kuna siku inakuja kuna kupewa nini? Taji. Haleluya. Namna ulivyowajibika, namna ulivyosimama katika kazi, kuwa sababu ya watu wengine nao kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hiyo huduma ya nini? Ya upatanishi. Haleluya. Unaweza kushangaa mtu ameokoka labda na miaka hata mwaka mzima, yaani afanyi kitu bado, yaani anaona amejimilikisha tu ule wokovu akakaa nao. Mungu atusaidie sana. Kuna mahali Biblia inasema, nafikiri kwenye Wakorintho anasema msipokee neema ya Mungu, msipokee neema ya Mungu bure. Anamaanisha nini? Maana yake tusipokee hiyo neema alafu tukakaa nayo tu. Maana yake Yesu hakuja tu kwamba mtu mmoja akiokoka ishie pale. Maana yake hii neema inapaswa sasa iendelee kutenda kazi mpaka ulimwengu mzima uokolewe. Haleluya. Amen. Tanzania iokolewe. Mikoa yote ya Tanzania iokolewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa itaokolewaje? Mpaka waliookoka waweze kukaa kwenye nafasi zao, waelewe cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Pia watu wengi nimepita mitaani huko tunaoshuhudia watu yaani kwenye akili zao sana. Ukimwambia mtu kwamba tayari nishakushuhudia na nishakuongoza sala ya toba, kwa hiyo na wewe unapaswa kufanyeje? Utoke uende ukamhubirie mwingine. Anasema kwani mimi ni mchungaji? Kwa watu kwenye akili zao yaani wanaamini kabisa kwamba wachungaji tu ndo wanaopaswa kufanyeje? Kwenda kuhubiria watu wengine. Amen. Sasa kama tulivyotangulia kusema kwamba huduma hii ya upatanisho sio ya wachungaji tu, kila muamini, kila aminie. Yaani ukisoma pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8 anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu, na baada ya hapo mtakuwa mashahidi. Hakusema wachungaji au mitume, manabii, wainjilisti tu. Kila aliyeamini anakuwa shahidi, anao huo ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya jambo ambalo mimi huwa ninaposoma maandiko au Biblia, ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 20, kuanzia tu mstari wa kwanza pale na kuendelea, utamwona kuna mwanamke mmoja anaitwa mwanamke Msamaria. Yule baada ya kuamini tu, baada ya kukutana na Yesu tu, hakuhitaji hata madarasa ya kukulia wokovu. Ameenda kutangaza habari za Yesu. Ameenda kuwa shuhuda, ameenda kuwa shahidi kwa habari ya ufalme wa Mungu, kwa habari ya mambo ya watu wengine kumgeukia Yesu. Na utakuja kuona yule mama ametumika, mji mzima wa Samaria ukaokolewa, mtu mmoja. Kwa hiyo fikiria sasa, Tanzania na watu wangapi waliookoka, waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Kama wote wangeamka, wote wangeanza kufanya wangejipa wajibu wa kuanza kuhubiri, kutangaza habari za ufalme wa Mungu, nafikiri Tanzania hii ingegeuzwa na kuwa miji ya mwanakondoo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo watu wengi wamekuja kuokoka wakabweteka. Kuja kuokoka mtu akaona mimi nimeshaokoka, mimi mwenyewe inanitosha bwana. Kumbe unapookoka, unapomwamini Yesu Kristo, tayari na wewe unafanyika kuwa daraja la wengine kumjua Mungu. Amen. Basi naomba tuweze kusogea kidogo hapa tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu kutoka madhabahuni leo. Nimkaribishe Pastor Messi hapa aweze kusema na sisi kwa habari ya huduma hii ya upatanisho. Karibu sana mtu wa Mungu. Naona wewe ni kama twiga mrefu kweli kweli. Inabidi tukusogezee kipaza sauti. Amen. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii umenipa siku ya leo. Mezani kwetu somo linasema huduma ya upatanisho.
Mimi leo kuna vipengele mbalimbali ambavyo nitakwenda kuvipitia. Najua kuna kitu utajifunza hapa, utapata kitu hapa. Kwanza nitazungumzia kipengele cha kwamba tayari wewe ambaye umeokoka, unakwenda sasa kwa habari ya kupeleka injili. Injili hii ya Yesu Kristo. Amen. Unaipeleka kwa mtu ili aamini. Sasa yule mtu anakuwa anajiuliza maswali, nitafanyeje ili niweze kuokoka? Nifanyeje? Maanake ana maswali mengi. Unajua kuna wakati ambao tunaenda mtaani kuhubiri injili. Kuna watu tunakutana nao, unapomhubiria injili anakuambia mimi tayari nimeshamwamini Mungu, mimi tayari nimeshaokoka. Lakini unauliza maswali, ni nani aliyekuongoza sala ya toba? Anasema mimi tayari namwamini Mungu. Kumbuka neno la Mungu linasema ya kwamba kutokea tumboni mwa mama yangu. Mtu mwingine anasema mimi wazazi wangu wameokoka, mimi ndio nawafuata. Unaona? Lakini neno la Mungu linasema tunaamini kupitia Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Imani yetu ni Yesu Kristo. Unaona? Na pia huduma ya upatanisho, kwa yule anayeipeleka huduma ya upatanisho, inahitajika mtu aweze kukiri kwa kinywa chake. Aweze kukiri kwa kinywa chake. Kabla sijasoma hii Warumi, napenda kusoma hii Yohana sura ya 3 ule mstari wa 17 ambao unasema ya kwamba amwaminie hawezi kuhukumiwa, bali asiyeamini tayari ameshahukumiwa. Ameshahukumiwa kwa sababu ya kutokuamini. Kwa sababu ya kutokuamini. Tayari umekutana na ule mtu anakuambia mimi silewi, mimi sizini, mimi situkani ovyo. Unaona? Lakini Mungu anakuambia huyu mtu ambaye asiyemwamini tayari ameshahukumiwa. Achana na kitendo cha kuiba au kusema uongo. Tayari umekataa jina la Yesu, umekataa kumwamini. Tayari wewe hukumu uko nayo, kwa sababu umelikataa jina la mwana pekee Yesu Kristo ambaye Mungu amemtuma. Kumwamini, hiyo tayari ni hukumu. Ni hukumu tayari. Labda nizungumzie hapo kabla hujaendelea, mtumishi wa Mungu. Kuna kipengele umeongelea hapo kwa habari ya, unakuta mtu anakuambia tangu amezaliwa, yani yeye ameokokea kwenye tumbo la mama yake. Sasa tunapozungumzia habari ya dhambi, hii ni dhambi ya asili ambayo inaanzia kwa Adam. Mungu atusaidie sana. Tuko sawa sawa? Anasema kwenye ile Warumi, tulisoma ile Warumi 5. Anasema mstari wa 12, anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwengu na watu wote. Kwa hiyo watu kila wanapozaliwa wanakuwa kwenye hiyo asili ya dhambi ya Adam. Kwa hiyo mtu asipokuwa akajitambua na akamwamini Yesu Kristo, bado anakuwa anatembea kwenye nini? Kwenye hiyo dhambi ya asili ya Adam. Mungu atusaidie sana. Swala sio kuiba, kutokuiba au kutokuzini au kutonini. Ile tu namna ya kutokumwamini Yesu aliyekuja kupatanisha. Kumbuka tangia mwanzo, baada ya anguko wanadamu walifarakana na Mungu. Kwa hiyo swala hapa sio kwamba mimi mwana siibi, mwana situkani, mwana sigombani na watu. Yaani automatically tayari huyu mtu, kama hujamkiri Yesu, kama hujamwamini Yesu, huyu mtu anatembea kwenye hiyo laana, anatembea kwenye hiyo dhambi, kwenye kufarakana na Mungu. Yes, karibu sana mtu wa Mungu, tuendelee hapo. Amen. Pia nitasoma kwenye Warumi sura ya 10 kuanzia ile mstari wa 9 na wa 10. Ndio. Anasema hivi kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Manake huyu mtu ambaye anajiuliza maswali, sasa nitajulikanaje kwamba nimeokoka? Na nitajulikanaje kwamba tayari mimi ni mwana wa Mungu? Sasa anatakiwa akili haya maneno kupitia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 10. Manake sasa anatakiwa awepo mtu wa kumsaidia. Mtu huwezi ukakiri bila kuongozwa. Ndio. Na pia kwenye kuamini lazima uwe na ufahamu. Amen. Yaani wa kujitambua. Huwezi kusema unaamini katoto kapo tumboni kanaamini nini? Haiwezekani. Kwamba ulipokea wokovu tangia tumboni. Sasa ulipataje ufahamu wa kumwamini Yesu? Amen. Ulitambuaje kwamba tayari wewe ni mwenye dhambi? Amen. Unaona? Amen.
Kwa hiyo hapo tumeona kwamba mtu anayekiri ni mpaka mtu mwenye ufahamu wa kupambanua. Ameshaelewa kuhusu Yesu. Amen. Ameshajua yeye ana mahusiano yake na huyu Mungu yakoje. Hapo ndipo sasa akiamini. Na katoto kadogo kamesikia wapi Injili? Unaona Yaani mtoto mdogo ameshuhudiwa wapi? Amesikia nani kwa sababu kama Biblia inasema kwa imani yetu inatokana na kusikia. Sasa katoto kadogo kamesikia kutokea wapi? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwaona tunapoelekea mwishoni hapa, yamkini huko mtu ambaye anatufuatilia moja kwa moja na amesikia neno hili zuri na umeamshwa mahali. Mwana wa Mungu, hakuna namna Injili itaenea kama wewe hautaamka kwenye nafasi yako, kama hautaweza kuwajibika kwa maana ya kwenda kushuhudia, kumshirikisha habari njema huyo jirani yako uliye naye hapo, huyo unayefanya naye kazi. Kuna siku utakuja kuulizwa, mbona wewe tulikuweka kwenye kazi fulani, kwenye ofisi fulani, nao watu hawakuweza kuambia habari za Yesu, habari za amani, habari za upatanisho. Mungu atusaidie sana. Na wewe pia ambaye yamkini unasikia habari hizi na unatamani ungeweza kushuhudia habari hizi za Yesu na bado hujaokoka, ni muda wako sasa wa kumwamini Yesu ili na wewe upewe hiyo haki ya kuweza kwenda kuwashuhudia wengine. Ninakuombea neema ya Mungu, neema ya wokovu mahali kokote unakotufuatilia. Kama bado hujampa Yesu maisha yako, sasa ni wakati mzuri wa kuweza kumpa Yesu maisha yako, na utanifuatisha maneno haya nyuma yangu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimetambua ya kuwa nimekutenda dhambi, ile dhambi ya asili ya Adamu. Bwana Yesu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo na kupokea Bwana Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kukataa shetani na kazi zako zote. Kuanzia tarehe ya leo maisha yangu yanageuka katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kuyatawala maisha yangu, kutawala ujana wangu, kutawala ubinti wangu, kutawala ubaba wangu, kutawala umama wangu. Kuanzia tarehe ya leo nimebadilishwa na kuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Usiache kutufuatilia YouTube, TikTok, Instagram kwa jina la Pastor Emmanuel J. Kiula. Pia hapa Facebook kwa jina la Emmanuel James Kiula. Mungu akubariki sana na Mungu akufadhili. Amen.